Mwaka huu Shirika la Viwango Tanzania linaadhimisha miaka 50. Na katika kuadhimisha miaka hii 50, shirika limeandaa matukio mbalimbali ikiwa ni pamoja na jukwaa la biashara ambalo linajulikana maarufu kama Viwango Business Forum linalotarajia kufanyika tarehe 5 mwezi huu wa Juni. Katika maadhimisho haya ya miaka 50 na katika jukwaa hili la biashara, Shirika la Viwango Tanzania litaadhimisha pia hii siku ya chakula salama duniani, ambapo wadau mbalimbali wa usalama wa chakula tutakutana katika jukwaa hili la viwango la biashara kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali, hususan katika masuala ya chakula salama. Kauli mbiu ya maadhimisho ya chakula salama kwa mwaka huu ni kutoka katika changamoto kuelekea suluhisho, chakula salama kila mahali. Yani from burden to solution, safe food everywhere. Kauli mbiu hii inatukumbusha kwamba tuzitumie changamoto mbalimbali ambazo zimetokea katika suala la chakula salama kuhakikisha kwamba tunapata suluhu au suluhisho la changamoto hizo. Katika kuhakikisha kwamba chakula ni salama, waandaaji wa chakula wanapaswa kuzingatia kanuni muhimu za uandaaji wa chakula ili kuhakikisha kwamba chakula kinachozalishwa au kinachoandaliwa ni salama kwa mlaji. Kanuni hizi ni pamoja na kuhakikisha kwanza mazingira yale ni masafi, yani kutunza usafi wa mazingira, usafi wa vyombo na usafi wa mtu mwenyewe au mwandaaji wa chakula husika, ili kuhakikisha kwamba basi uchafuzi hauingii kwa chakula na hivyo kuhatarisha afya ya mlaji. Swala jingine muhimu la kuzingatia ni kuhakikisha kwamba unatumia maji na malighafi ambazo ni salama. Chakula salama kinaanza kwenye malighafi. Kwa hiyo ina maana ukichukua au ukianza na malighafi ambayo ni duni, ambayo sio salama, mwisho lazima chakula kile nacho hakitakuwa salama kwa ajili ya mlaji. Kwa hiyo ni vema kuhakikisha kwamba malighafi na maji ambayo yanatumika katika kuandaa chakula ni salama. Swala jingine ni kuhakikisha kwamba chakula kile kinapikwa mpaka kiive. Kwa mfano, kuna vyakula vingine vya asili ya nyama, samaki, maziwa, mayai. Vile ni vyakula ambavyo vina uwezo mkubwa wa kuwa na vimelea vya magonjwa ambavyo vinaweza vikaathiri afya ya mlaji endapo vyakula vile havitapikwa hadi kuiva, kuhakikisha kwamba vimelea hivi vinakufa. Swala jingine ni kuhakikisha kwamba unatenganisha chakula ambacho ni kibichi dhidi ya vyakula ambavyo viko tayari kwa ajili ya kula. Tunapoandaa vyakula kwa mfano kama nyama, samaki, kwa kutumia vyombo vya kukatia, kwa mfano nyama, vibao vya kukatia, visu vya kukatia, vyombo hivyo visitumike katika kuandaa nyama ambayo iko tayari kwa ajili ya kuiva. Kwa kufanya hivyo, unaweza ukasababisha uchafuzi kutoka katika vyakula vile ambavyo ni vibichi, ambavyo vina asili ya kuwa pia na vimelea ambavyo vinaweza kusababisha madhara na kuchafua chakula ambacho kiko tayari kuliwa, na hivyo mlaji anapokula chakula hicho anaweza akapata madhara. Swala jingine ni katika kuhakikisha kwamba chakula kinahifadhiwa katika joto sahihi. Vyakula vile ambavyo vinatakiwa kuhifadhiwa katika hali ya moto vinatakiwa vikae katika hali ya moto, lakini pia vile ambavyo vinatakiwa kuhifadhiwa katika hali ya ubaridi, kwa mfano ndani ya jokofu, viwekwe ndani ya jokofu ili kuhakikisha kwamba vimelea vya magonjwa havichafui chakula hicho na hivyo kusababisha madhara kwa mlaji wa chakula. Naomba niwakaribishe wadau wote kushirikiana na Shirika la Viwango Tanzania katika maandalizi na maadhimisho haya ya kuelekea miaka 50 ya Shirika la Viwango Tanzania, ambapo tutakuwa na hili jukwaa la wafanyabiashara, ambapo ndani yake tutajadili pia masuala haya muhimu kuhusiana na siku ya chakula salama duniani. Karibuni sana, tuadhimishe pamoja.